msiba mzito kwa taifa letu na tumeupokea, na serikali iko hapa kuhakikisha kwamba mwenzetu tunamhifadhi na taratibu nyingine zinaendelea. Kwa hiyo ni msiba mzito ukizingatia kwamba marehemu alifanya kazi muda mrefu sana akiwa mtumishi mwandamizi ndani ya serikali. Kwa sisi tunachambua mchango wake ni mkubwa sana kwa taifa hili. Labda wewe kwa kumbukumbu zako binafsi zile ambapo toka umeingia bungeni, naamini ulimkuta pale, ni jambo gani ambalo wakati umeonana na kwanza na mama huyu ukiwa mbunge mpya kabisa alikuhusia na kukwambia? Jenista Mhagama alikuwa ni kiongozi mwandamizi, sio tu ndani ya serikali, hata ndani ya bunge. Na kwa wabunge wageni ambao tulipata fursa ya kumfahamu wakati huo, mimi nimefanya naye kazi sasa, hiki ilikuwa ni kipindi cha 3. Kwa maana niliingia 2015 nikimkuta tayari yeye ni mbunge mwandamizi. Lakini katika mambo ambayo sisi vijana wa leo tunajifunza ni uzalendo wake kwa taifa. Pale ambapo aliona kwamba hapa unakosea, hakusita kuja kukuambia kwamba hilo unalikosea, utaratibu ni 1, 2, 3. Kwa hiyo tumejifunza mengi sana, lakini kubwa hasa ni uzalendo na mapenzi ya dhati kwa nchi yake. Alipenda sana Tanzania na wakati wote ungemuona anasimama imara kuitetea Tanzania, na hili ndio jambo kubwa ambalo tuseme kwamba tumejifunza. Lakini alikuwa ni waziri mwandamizi, wakati wote alipokuwa akizungumza unaona kabisa huyu mama ana PhD ya siasa, ungemuona na kumsikia. Lakini hata ungeangalia mienendo yake akiwa jimboni, unaona kabisa Jenista Mhagama ameiva, lakini alistahili kupata doctorate ya siasa kwa utendaji wake na mchango wake kwa taifa, kwa sababu kupata PhD ya siasa ya heshima inatokana na mchango wako katika jamii. Na katika kipindi ambacho amekuwa mbunge, amekuwa waziri, mchango wake kwa taifa hili hauwezi kusahaulika hata kidogo. Kwa hiyo sisi vijana wa leo tunaona kwamba tuna kila sababu ya kuiga kazi nzuri ambayo aliifanya. Na mimi nimepata bahati ya kufanya naye kazi. Mimi nikiwa mbunge naingia bungeni kwa mara ya kwanza 2015, yeye alikuwa tayari waziri. Lakini 2015 mimi nimekuwa mwenyekiti wa bunge, kamati ya katiba na sheria. Yeye